Ninawasalimu wote pamoja kupitia nguvu na uwezo wa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ningeomba uniazime masikio, uniazime na uniruhusu nitumie bando lako. Na sitakumalizia sana bando, najua mabando ni gharama. Wala chaji yako ya simu. Wale ambao wataangalia kupitia Mzapako TV, mbarikiwe. Lakini nataka tuzungumze jambo muhimu sana. Kama kuna kisaidizi imani, maana kuna visaidizi imani, maji ya baraka, mafuta ya upako, sijui sabuni za upako, sijui matunda ya upako, sijui mikate ya upako. Lakini kama kuna kisaidizi imani kuliko vyote, ni huduma ya kichungaji. Ukitaka msaada mkubwa wa kiroho, basi tafuta kuwa kwanza na kanisa, mahali unasali, ama unakuwa na mchungaji baba wa kiroho. Kwa kiwango chako ulichofikia, kuwa mzulaji sasa inatosha. Hizo sifa huna. Kiwango chako kiko juu sasa. Maana umeshazurula, sasa ni wakati wa kutulia. Maandiko yanasema kila jambo na wakati wake chini ya jua. Kuna wakati wa vita na wakati wa amani, anasema kitabu cha Mhubiri. Kuna wakati wa kukusanya na wakati wa kutupa. Sasa kwa wewe unanitazama, sifa za kuwa mzurulaji umevuka. Sasa kiwango chofikia ni kutulia. Kuwa na mchungaji na kanisa unasali. Kwenye kuzurula huko umejifunza mengi. Umepita kwa manabii, umepita kwa mitume, umepita kwa nani, sio kwa mafaza, sio kwa kina mzee upako, sio mzee transformer, sio makatapila, sio magreda. Kote umepita huko, sio matrekta, sio maburudoza, sio mavifaru. Kote umepita. Sasa huu ni wakati wa kutulia. Muombe Mungu akuonyeshe nani mchungaji wako. Kwa maana mitume hawachungi. Mitume wanaanza kazi kwa mujibu wa Biblia, ikishakuwa wanakwenda sehemu nyingine. Manabii hawachungi. Manabii wanatabiri, tosha tabiri, akitokea asitokee anaondoka zake. Wachunga wanaochunga ni wachungaji. Wanaoleta watu kwa Yesu ni wainjilisti. Sasa wainjilisti wanawakilisha ukali wa Mungu juu ya dhambi. Ndio maana hapo unaweza kuwa mwinjilisti, ambapo kalipia dhambi. Kalipia dhambi ni huduma Mungu ameweka ndani ya mwinjilisti. Ndani ya mwinjilisti ni huduma inayowakilisha ukali wa Mungu juu ya dhambi, kuwaleta watu kwa kanisa. Ndio maana ndani ya mwinjilisti kuna kalama mbili, miujiza na uponyaji. Yeye mwinjilisti ana kiu ya kuona watu wanaokoka, wanatubu dhambi, lakini ana mzigo kuona wagonjwa wanapona, miujiza inafanyika. Mchungaji yeye anawakilisha rehema za Mungu. Kama mchungaji ana ubaba na ana ualimu. Anaweza akakaa hata watu ambao ukaa nao, akawavumilia, akaendelea kuwatengeneza taratibu kadri Mungu anamjalia. Mchanganuo wa huduma za kitume na kinabii na uchungaji si wa mimi, si wa mzee upako, ni wa Biblia. Mchanganuo wa Biblia, saikolojia wote wanakubaliana. Nini kazi ya mtume, huduma ya kitume, nini kazi ya unabii. Sasa hapa sipo kuchanganua hizo huduma, niko hapa kuzungumzia kwa nini uwe na mchungaji. Sasa maandiko yanasema sio kila mahali upaonapo uweke madhabahu. Yaani sio kila mtu anayejiita mtumishi wa Mungu anastahili kuwa baba yako. Mheshimiwa, tuheshimiane.
Sio kila mtu ambaye anajiita mtumishi wa Mungu anastahili kuwa baba yako wa kiroho. Lazima vigezo vizingatiwe vya kibiblia. Cha kwanza, awe ameitwa na Mungu, anaagano na Mungu kwa hiyo kazi ya kichungaji, ana mafuta ya Roho Mtakatifu, ana upako, ana ualimu ndani, ndio ana hofu ya Mungu, pia ana hofu ya utu wa watu, ana hofu na utu wa watu. Maandiko yanasema mtumishi wa Mungu asijinufaishe, asitumie uchungaji wake kushibisha matumbo yake. Hapana, lazima nia yake, anasema Mtume Petro kwamba hao wazee wasifanye kazi hii kwa ajili ya ujira wa aibu, bali wafanye kazi hii kwa hiari, maana fedha haitoshi. Ukifanya kazi ya Mungu ili upate fedha haitoshagi. Ndio maana mpaka leo kuna matajiri kule duniani bado wanatafuta fedha na wana mabilioni, fedha haitoshi. Lakini hiari, kufanya kazi ya Mungu kwa hiari inatosha. Kujitolea hakuna mwisho, ni jambo endelevu. Kama utapata fedha, by the way, kama utapata fedha basi. Lakini anasema mchungaji lazima na Mkristo wake wawe na mipaka. Mtu ambaye anastahili kuwa mchungaji na kondoo wake, mipaka yao imeainishwa. Kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 10 imewekwa wazi. Lakini pia sifa nyingine muhimu ya mchungaji ni yule ambaye Mungu amekumtumia kwenye maisha yako. Amekumtumia na anamtumia. Mimi mzee Upako, miaka zaidi ya 10 iliyopita, Mungu alinijalia, alinipa mchungaji mzuri, mwaminifu kwa Mungu. Alikuwa na vigezo vyote. Alikuwa anaitwa Elia Ngobito, Mgogo wa Dodoma. Huyu ndio alikuwa katibu mkuu wa kwanza kanisa la TAG Tanzania Assemblies of God. Lazaro alikuwa na askofu mkuu, huyu alikuwa katibu wake mkuu. Walipogawanyika kati ya Lazaro na Moses Kulola, Ngobito akaangukia mikononi mwa Kulola. Wakaja Iringa kule kwetu miaka ya 80. Yeye ndio alikuwa mchungaji wangu wa kwanza. Nilijifunza mengi sana kwa mchungaji wangu Ngobito, na yaishi hata leo. Nimefika umbali huu mzee Upako na karibia sasa nusu karne kumtumikia Mungu, miaka 50, kwa sababu ya kukaa chini ya huduma ya kichungaji. Kuwa na mchungaji sio utashi wa mimi, ni takwa la kibiblia. Maandiko yanasema mmetembea Kadesh Barnea, sasa inatosha, geukieni upande mwingine. Ninaamini kupitia masomo haya kuna mtu Mungu anasema na wewe. Wakati wako wa kuzurura sasa umekwisha. Tafuta madhabahu. Maandiko yanasema muwe na kituo ili nipite nipate kuwabariki. Muwe na kituo ili nipite nipate kuwabariki. Muwe na kituo ili nipite nipate kuwabariki. Kwa hiyo sio kila mahali uponapo utoe sadaka zako. Sasa sio sadaka, sio kila mtumishi anasema Bwana mimi nimeitwa na Mungu anastahili kuwa mchungaji wako. Ni yule ambaye kwake huyo umekumuona Mungu. Lakini pia sifa zingine anasema mchungaji ni mwema. Sifa moja ya mchungaji ni mtu mwema. Mchungaji ni mwema. Yuko tayari kulipa gharama ili kuhakikisha kondoo wake wanabaki salama. Anasema anatoa uhai kwa ajili ya kondoo. Amejitoa kwa ajili yako. Na ndio maana hawa mababa wachungaji, mababa askofu lazima tuwaheshimu, kwa sababu wameapa hata kufa kuhakikisha wewe na mimi tunafika mbinguni. Anasema hata kondoo nao, anasema kondoo wanaijua sauti ya mchungaji wao. Yaani kondoo unajua sauti ya mchungaji wako.
unajua mafundisho ama ya kanisa lako ama ya mchungaji wako. Na kazi moja ya mchungaji ni kutangulia. Sema mchungaji huwatangulia kondoo na kondoo wanamfuata. Hali ya kiongozi ndio hali ya watu wake. Waongozao watu ndio wakoseshao. Huwezi kukua kiroho kama unakaa chini mchungaji aliyedumaa. Huwezi kuwa muombaji kama mchungaji anayechunga mchungaji wako sio muombaji. Huwezi kuwa mwaminifu kama unachungwa na mchungaji ambaye maisha yake ya huduma yana harufu ya utapeli hivi. Anatengeneza miujiza feki ili muamini. Anatengeneza unabii feki ili muamini. Hakuna dhambi kubwa kama kumdanganya anayekuamini. Unamletea mchawi feki kanisani ili akuamini. Unatoa unabii feki wa treni kuanguka ili akuamini. Ni dhambi ya jehanamu. Kwa hiyo mchungaji akiwa muhuni tapeli mdanganyifu hata anaoongoza na atavuta ile roho. Jue haya maisha ni maisha rohoni. Unakuwa mmeingiliana na mtu muovu. Hali ya kiongozi ndio hali ya watu wake. Ndio hali yake. Hutaepuka kuwa na roho kama yawe aliye juu yako. Hutaepuka. Kwa lazima mchungaji awe anatangulia. Anakuwa Paulo ambaye Timotheo, uwe kielezo katika kila jambo. Mchungaji ambao ni mfano mwema. Mfano mwema kwenye kuchapa kazi kwa bidii. Yeye mwenyewe akikuonyesha shamba lake kama analo linameremeta namna hii. Yeye mwenyewe mchungaji mwenyewe anahubiri baraka, amebarikiwa. Sio kabarikiwa kwa sababu ya zaka na mafungo. Yeye mwenyewe maisha yake ana harufu ya baraka. Ndio. Yeye mwenyewe ana muujiza kuhusu uponyaji. Amekuugua ugonjwa kutisha lakini Baba alimponya. Hali ya kiongozi ndio hali ya watu wake. Anasema mchungaji utangulia. Sasa ujue mchungaji ni Mungu mwenyewe. Lakini Mungu waji duniani kutuchunga. Anamuinua Musa. Mungu ndio nabii, lakini ili atabiri anamuinua Elia. Ndio. Anasema ombeni Bwana mavuno apeleke tena kazi. Kwa Mungu anainua watu katikati yetu. Anaweka huduma ndani yao. Faida ambazo utapata, nimalize kusema. Faida ambazo utapata ya kuwa chini ya huduma ya kichungaji. Ile nguvu ya Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sintopungukia na kitu. Ukiwa na mchungaji hutapungukiwa na kitu chochote. Ya mambo ya mwilini wala ya rohoni hautapungukiwa. Mungu anasema nitainua makuhani na ndani yao ndaweka neno langu. Na Israeli inapaswa itafute neno huku. Kuna madini Mungu ameweka ndani ya mchungaji. Kwa hutapungukiwa katika mambo ya biashara, kilimo, mifumo ya fedha, elimu, hutapungukiwa. Wana neema, wana hekima, wana ufahamu wa ziada. Watakufundisha mengi mazuri. Namna ya kuongea na Mungu. Namna ya kuleta mbingu kwenye maisha yako. Haina maana hautapata changamoto. Changamoto zipo. Lakini ukiwa na mchungaji atakwambia ya kwamba changamoto zimeletwa ili ziinue kiwango chako zaidi cha ufahamu wa Mungu. Wana maneno wale wachungaji yaliyokolea munyu. Wana maneno yaliyojaa nguvu za Roho Mtakatifu. Wana maneno yanayoponya jeraha katika mioyo na maisha ya watu. Bwana ndio mchungaji wangu, sintopungukiwa. Sasa mchungaji ambaye Mungu amemuita, mchungaji ambaye anaagano na Mungu Baba, akiomba juu ya mapungufu yenu yoyote yale ya kitabia, ya kimaadili, ya kiuchumi, ya kifedha, ya kiufahamu, Baba umsikia. Maana ameketi mahali Mungu alimweka. Ndio. Sababu hata Yesu mbinguni, Paulo anasema Warumi 8, yuko mbinguni akituombea. Kwa mchungaji akiomba, Mungu Baba wabariki watu wako, kilimo chao, mashamba yao, wabariki kazi zao, elimu zao, watoto wao wanaposoma waelimike. Mungu Baba ondoa mapepo. Mungu anajua mtu huyo ofisa hajavamia, nilimpa mimi hausike na maisha ya watu wangu. Ndio maana majibu ya wachungaji ambao wanaagana na Mungu Baba huaga tit for tat. Sasa usiniambie mzee mpaka wewe si mchungaji unajipigia sijipigie debe. Sijasema mimi ndio mchungaji wako. Tafuta mchungaji. Wakati wa kuzuru umekwisha. Na roho za manabii watii manabii. Maana malika mchungaji wao watumishi wa Mungu wanakesha kwa ajili yenu. Basi muatii na kunyenyekea.
Baba mchungaji akisema jambo hili usitende, usipige mke wako, msikilize. Baba mchungaji akisema usidharau mume wako, msikilize. Kutii ni bora kuliko sadaka za kuteketezwa. Usiseme na mimi na Roho Mtakatifu. Ufalme huu wa Mungu Baba sio ufalme wa nyang'au ama wakambale. Baba sharubu, mama sharubu. Hapana. Maana aliandika Biblia ndio Roho Mtakatifu. Anayesema watii wanaoongoza ndio Roho Mtakatifu. Mungu anamwambia Musa, kila mtu yoyote ambaye hata msikiliza nabii ama kuhani anayesimama hapa akimtumikia Mungu wako, kufa na afe. Ndivyo utaondoa uovu katika Israeli. Ya kupasa kumsikiliza kuhani anayesimama katika mji wako akimtumikia Mungu. Acha ujanja, sio ndoto, sina ndoto. Hapana, Mungu hayuko hivyo. Mimi I'm senior my friend. Nimekaa kwenye intake zaidi ya miaka 40. Ndio. Mambo mengi nimeyaona. Mambo mengi ninayafahamu. Na nazidi kuyafahamu na kujifunza. Ndio bwana. Kwa hiyo tafuta mchungaji ambaye atawajibika kwenye maisha yako. Maandiko yanasema kazi ya mchungaji kukaripia, kemea, onya. Hata mchungaji wako akikaripia, akikemea, sema amen. Bora na kuelekeza kwenye Biblia, kwenye mambo mema na mazuri, msikilize. Akutoa nje ya reli ya utakatifu na kumcha Mungu. Akufunishi uzinzi, ukahaba, ulevi na ushirikina, msikilize. Anapokuonya kwa mambo mema ya Biblia, msikilize. Enyi watoto, watiini wazazi wenu. Utii ndio Mungu. Na anasema pia kazi ya mchungaji ananiongoza katika vijito vya maji. Mchungaji akiamka usiku wa manane, Mungu anampa maneno ya kusema na wewe Jumapili au Jumatano ama Alhamisi ama Jumatatu. Mchungaji anasema kondoo wale wakisikia sauti ya mgeni wanakimbia. Ukimsikia mahala usiku na kongamano la kinabii, muulize baba mchungaji wako. Nasikia kuna wa Nigeria wamekuja kule Kariakoo, wamekuja chui Mwanzo Viganza. Baba niende? Akisema sijui roho iliyo ndani yao. Usiende. Baba siku na Wamarekani wamekuja wako si Diamond Jubilee, niende? Akisema nenda mwanangu, Mungu akutangulie, nenda. Maana yake atakayelipa, atakayejibu wewe ukipotea mbele za baba ni mchungaji. Hawezi kulazimisha, lakini alikwambia, alinawa. Maana duniani kuna roho nyingi na kila roho lazima zijaribiwe. Na mwenye uwezo kujaribu roho ni baba mchungaji wako. Wale ni walinzi wanaitwa. Wanawalinda zidi ya maroho machafu, kengeufu na roho potofu na mafundisho potofu na manabii wa uongo, mitume wa uongo, mababa wachungaji. Baba mchungaji, nimesikia kuna ubatizo sio na batizo kupitia mchanga. Baba mchungaji anasemaje? Baba akisema hapana, hii haijaandikwa. Unasikiliza. Anasema kondoo wakisikia sauti ya mgeni wanakimbia. Anayekwea penginepo ni mwivi tena ni mnyang'anyi. Yaani unakuwa Mkristo ambaye ufuate utaratibu. Kwa sababu hata wewe mchungaji ambaye unajiweka chini yake lazima ujue historia yake. Kama naye amekuwa muasi, aliasi askofu wake, atakuambukiza roho ya uasi. Naye analalamika, mnaasi. Wewe mwenyewe uliasi mchungaji wako. Ulikuwa sio mtii. Huwezi kuwa kiongozi kama hujawahi kuongozwa. Upandacho ndicho unavuna. Wewe mchungaji mwenzangu unanisikiliza, kama uliwahi kumwasi babako wa kiroho, aliyekuhubiri injili, aliyekuonyesha Mungu, rudi katengeneze. Utaenda kuzaa mapooza mwaka hadi mwaka. Huwezi kuwa kiongozi kama hujawahi kuongozwa. Huwezi kuvuna ambacho hujapanda. Kama ulipanda kiburi na ujuaji na kutokutii, utavuna tu. Haikwepeki. I'm senior my brother. Haikwepeki. Huwezi kukwepa hiyo laana. Kwa hata wewe unayesema huyu ni baba mchungaji wangu, baba mchungaji, anza kumpekenyua. Mungu alimuita, ana agano na Mungu Baba, ana wito wa kweli. Au ametamani kuwa tu kama Tibi Joshua, kuwa kama nabii Bushiri, kuwa kama nani? Unajua ukiwa mchungaji bwana ni maviete ni nini mchungaji bwana. Ndio, maana wewe sio mnyama. Mungu alikuumba na akili timamu. Ndio maana nimesema muombe Mungu kwa kiwango umefikia, uwe na baba, uwe na kanisa, uwe na mahali unasali. Ndio maana sasa hivi, kwa sababu wakati wako wa kuzuru umekwisha, ndio maana miujiza kwako imekoma.
Mungu aonekane tena. Ndio. Kwa maana majira ya wewe kuzurura yameisha, umeshajifunza mengi. Sasa tulia nywani mwa Bwana. Tulia nywani mwa Bwana. Tafuta madhabahu ambayo utakuwa unakula kiroho. Mnafundishana Mathayo 7, Luka 14. Mnafundishana Zaburi kwa chini ya uongozi na mafuta ya Roho Mtakatifu. Mnafundishana ufunuo kuja kwa Yesu. Mnafundishana namna ya kuishi na watu na kushinda ya dunia. Wakati wa tabiriana uongo umekwisha. Hasa ni wakati wa kutembea na kuishi na Mungu, hasa kwa unanitazama. Nimesema juzi kanisani na nika create interest kwamba sisemi kwa faida ya mimi kwamba hasa mwe watu kwa mimi bana, mimi si Mr. Flag waumini bana. Unajua mimi huwa staff waumini. Hasa mtu wako tafuta waumini, unafanya nini hapo sasa kwenye mitandao? Nipo hapa natimiza lile Yesu alisema, nendeni mkahubiri Injili na mkafundishe wote, ili wote wawe wanafunzi wangu. Ndio nafanya hilo tu. Ukisema mzao wako mimi nikiwa muumini wako, hiyo kitu sawa. Ukisema utakuwa muumini wangu, haleluya. Ukisema mimi Mburukenge sistahili, haleluya. Ni kwangu yote, amen. Ukisema wewe, amen. Lakini nachosema, tafuta mahali utaabudu, uwe na baba wa kiroho. Anasema mchungaji akiona mbwa mwitu anapambana nao. Kama huna baba wa kiroho, yakija mbwa mwitu umekwisha. Maana kuna mbwa mwitu duniani. Ndio yale mauchawi. Ndio kule kuumizwa na dunia. Mbwa mwitu hayo. Kuumizwa na mume na mke, kuumizwa na majirani, mbwa mwitu. Kurogwa, kugafirika. Lakini wale wachungaji, Baba anasema nimehifadhi neema yangu katika vinywa vyao, nenda muwasikilize. Itakusaidia sana. Utafika umbali mrefu na huyu Mungu. Kama umeamua kuwa mtu wa Mungu, basi break ya kwanza, tafuta mchungaji. Awe Mluteri, haleluya. Makati wa kurufa ni huko, nako usipuiga puyangu. Leo usali sui Kimara, kesho unasali sawa ni usutani, kesho unasali Tabata, kesho unasali Mwakaleli kule kwetu, kesho unasali Mbeya mjini, kesho unasali Mwanza. Uwe na mahara. Uwe na mahara. Hata ukiwa Moravian, tafuta uwe na mahara. Kwa mimi kanisa langu niko Moravian, lakini usharika wangu ni Gongo la Mboto. Usharika wangu sijui ni wapi, kama uko Arusha. Hivyo hata ukiwa Sabato, hata kama unakaa mbali, kanisa lako ambao unabarikiwa na mchungaji wa Sabato hiyo, yuko unakwenda ndani ya Sabato hiyo, una mchungaji wako. Una mchungaji wako. Usahabi ni msabato, pote pensoni na sani. Uwe na mahala ndani ya Sabato hiyo, unasali. Ndani ya hiyo Baptisti hiyo unasali. Huyu ndio mchungaji wangu. Hiyo ni Torati na manabii. Ukifanya hivyo, utamwona Mungu. Nikutakie kila la heri, bila kusahau tarehe 4 mwezi wa 6 saa 10 jioni tunaanza maombi maalumu pamoja na semina ya neno la Mungu, ya jinsi ya kukua kiroho na kutembea na Mungu. Tarehe 4 mwezi wa 6 tunaanza semina la Mungu pamoja na maombi maalumu, jinsi ya kukua kiroho na aina 18 za maombi. Nikutakie wingi wa neema na baraka. Huyu Yesu akubariki sana. Huyu Yesu akusaidie hata tuishe tuonane. Katika jina la Yesu, shalom. Au mwenzangu naitwa lakini pia ukitaka mawasiliano upige simu kwa namba ambayo unaiona hapo. Hapo atakuelekeza kama unahitaji msaada wa mawazo, ushauri, ama unahitaji kujua ni siku za maombezi ni lini, kadhalika. Lakini nimalize kusema, ukanihukumu, sisemi mimi niwe mchungaji wako. Nimesema omba. Hata ukiwa dhehebu lolote la Kikristo, lazima uwe na kituo maalum unakuwajibika kiroho. Hata ukiwa uko Mennonite, lakini lazima uwe na kituo ndani ya Mennonite hiyo, uwe na kituo maalum unachowajibika kiroho. Hiyo itakusaidia. Itafanya Mungu awe karibu nawe sana. Maana umetii utaratibu wake aliweka chini ya jua. Anton Thomas Msekelo, mzee Pako. Bye bye.
mzee wa upako live, Transformer, Caterpillar, Juma Chareli. Sasa anapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, kila siku saa 3 usiku kwa maombi, ushauri, dua na sara. Kutana na mkongwe huyu wa huduma za maombezi nchini Tanzania kupitia mitandao ya kijamii. Fuatilia sasa, hutokuwa kama ulivyo. Mpe utashi wa imani kwa mafundisho na maisha yako yatabadilika. Kumbuka, watashindana lakini hawatashinda. Kazi iendelee.